Nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niko mahali hapa. Niko mahali hapa. Siku ya leo. Siku ya leo. Ikawe ni siku ya muujiza wangu. Ya muujiza wangu. Bwana. Bwana. Zungumza nami. Zungumza nami. Sema nami. Sema nami. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nazo paketi sasa. Maneno ya Mungu yanasema tujitie nira yake na tujifunze kwake, kwa sababu yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anasema nasi tutapata raha nafsini mwetu. Amen. Tutajifunza kwa habari ya lugha. Lugha inatuwezesha kuwasiliana sisi kwa sisi, inatuwezesha kuwasiliana sisi na Mungu, kuwasiliana na viumbe mbalimbali. Lugha ndio inayotuunganisha. Amen. Sasa hii lugha imegawanyika katika maeneo matatu tofauti. Lugha ya kwanza ni lugha za mwanadamu, lugha za pili ni lugha za malaika, na lugha ya tatu ni lugha za Mungu. Sasa tutaanza kuchambua lugha moja baada ya nyingine. Tunaanza na lugha za wanadamu. Lugha za wanadamu ni lugha ambazo wanadamu tunazitumia kuwasiliana sisi kwa sisi, lakini pia hizi lugha zinatumika kuwasiliana sisi na Mungu, lakini pia hizi lugha zinatumika na wanadamu kuwasiliana na miungu mingine. Sasa hii lugha ya wanadamu pia imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni lugha ya kikabila, yaani lugha ya kabila lako wewe, kama ni Mnyelamba, Mnyaturu, Mgogo, Mchaga, Mhaya na mengine mengi. Tukasome Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 8. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia aya ya 1, utaona ilipotimia siku ya Pentekoste, wakati Roho Mungu ameshuka juu ya mitume wake, nao wakaanza kunena kwa lugha. Sasa mahali pale waliposikia kelele nyingi, watu wakinena kwa lugha, wakitabiri kwa lugha, mataifa mengi yakakusanyana pale, Waarabu, Wakirene na watu mbalimbali. Wakaanza kusikia wale watu waliokuwa wanatamka, wale mitume walivyokuwa wananena kwa lugha, walikuwa wananena kwa lugha sawasawa na lugha za watu walioko pale. Yaani kama kulikuwepo pale na Mgogo, alisikia lugha yake pale inatamkwa na mtu ambaye sio Mgogo. Kama kulikuwa na Mchaga, basi alisikia baadhi ya mitume wakinena Kichaga, wakitabiri na kutangaza matendo makuu ya Mungu kwa lugha ya Kichaga, ingawa wao sio Wachaga. Kwa hiyo watu waliokusanyika pale wote walisikia lugha zao, watu wakinena matendo makuu ya Mungu kupitia lugha zao. Kwa hiyo lugha ya pili ni lugha ya taifa, katika lugha za wanadamu. Kama hivi tunavyoweza kusema Kiswahili. Kiswahili ni lugha yetu ya taifa, wote tunaelewana kwa Kiswahili. Sasa aina ya lugha ya pili tumesema ni lugha za malaika. Hii ni aina ya lugha ambayo mwanadamu anaitumia kuwasiliana na malaika. Hii ni lugha ambayo kama ukanikuta na wasiliana na malaika, hata wewe huwezi kuifahamu mpaka upate ufunuo au ufunuliwe na Mungu, ndio utajua kwamba mtumishi wa Mungu sahihi ananena na malaika. Ndio utajua sasa hivi fulani anazungumza na malaika. Sasa lugha pia hizi za malaika zimegawanyika sehemu mbili. Lugha ya kwanza ni lugha ya malaika wa nuru, lakini pia kuna lugha pia ya malaika wa giza. Kama kuna malaika wa nuru, lazima ujue kuna malaika pia wa giza
ambao tunayaita mashetani au tunaita majini au ni malaika wa giza, malaika wa asi. Ndio pale unaona hata kwa wale ambao tumeshawahi kwenda kwa waganga, unakuta yule mganga amepandisha pepo alafu anaanza kuzungumza, au yule mganga anazungumza lugha ambayo wewe uielewe. Maana yake ni nini? Anawasiliana na malaika wa ulimwengu wa giza, malaika wanaomsaidia katika kazi zake za kichawi. Sasa hata sisi tunao malaika wa nuru ambao wanatusaidia katika kazi. Katika Waebrania sura ya 1 utaona pale kuanzia ile aya ya 10 anasema, je, hizo si roho nilizozituma ziwahudumu watakao urithi ufalme wa Mungu? Maana yake na sisi tunao malaika wa Mungu ambao wametumwa na Mungu au wapo kwenye maisha yetu kwa ajili ya kutuhudumia. Tunao uwezo wa kuzungumza nao wakafanya vitu mbalimbali na tukamwona Mungu kwenye maisha yetu. Amen. Kwa hiyo katika maombi yako ni vyema ukaomba Mungu pia akufundishe lugha za malaika ili uweze kuzungumza na malaika wako. Kama tunavyojifunza lugha hizi za Kiswahili, Kiingereza, lugha mbalimbali za wanadamu, ni vyema pia tukajifunza kujua lugha za malaika. Mungu atusaidie sana. Tusiwachie tu waganga. Waganga wamekuwa welevu katika kuzungumza na malaika wao katika ulimwengu wa giza. Sasa na sisi imetupasa kujifunza na kumwomba Mungu atufunze lugha za malaika ambao amewaachilia kwenye maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Lugha ya 3 ni lugha za Mungu mwenyewe. Lugha ya Mungu au lugha za Mungu ni lugha ambazo wanadamu huzitumia kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Na hii inaweza kuendana na lugha za wanadamu kwa sehemu, kwa sababu tunatumia kumwendea Mungu kwa lugha hii ya Kiswahili, kwa lugha ya kabila lako pia, lakini pia kuna lugha special ambayo ninaweza nikaitamka nikazungumza na Mungu wangu moja kwa moja, kwa sababu Mungu ni baba yangu. Kwa hiyo kuna lugha ambayo ninaweza nikazungumza na Mungu tu, kiasi kwamba hata malaika wanaweza wasipewe ufahamu wa kuelewa. Hayo ni mazungumzo ya siri kati ya baba na nani? Na mtoto. Sasa lugha hizi pia zimegawanyika sehemu kuu mbili. Ya kwanza ni lugha ya Mungu mwenyewe, kwenye mabano andika Yesu Kristo. Na hii lugha tunajaliwa kunena kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na labda nirudi pale nyuma niwape na andiko kidogo kwa habari ya lugha za malaika. Lugha za malaika pia tunanena au tunaweza kujifunza na Mungu akatujalia kunena kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu mwenyewe, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Haleluya. Zaburi ya 32:8 inasema, nitakufundisha, nitakuonyesha juu ya njia uielekeayo, na nitakuonya huku jicho langu likikutazama. Maana yake Roho Mtakatifu ni kazi yake kutufundisha, ni kazi yake kutuongoza, ni kazi yake kutuonya pia. Amen. Waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 13 na ile aya ya 1 inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Nijaposema kwa lugha za wanadamu ambazo tumeshajifunza, lakini pia na lugha za malaika. Kwa Biblia inakiri wazi kwamba kuna lugha za wanadamu na kuna lugha pia za malaika. Lakini nimesema aina ya lugha ya 3 ni lugha za Mungu, ambazo hizi ni lugha wanadamu huzitumia kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Sasa lugha hizi pia zimegawanyika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni lugha ya Mungu mwenyewe. Hapa ndipo ambapo kanisa la leo, unapoona mtu kasimama ananena kwa lugha, ndio pale sasa inatakiwa wewe kama Mkristo uweze kufahamu, umwombe Mungu roho wa kufasiri. Manake upewe
kujua kile unachokinena. Ujue sasa hivi ninazungumza na malaika au ninazungumza na Mungu moja kwa moja. Lakini nia yako ya ndani, kwa sababu umejawa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu yuko ndani yako, unaposema sasa nahitaji kuzungumza na Baba yangu, nia yako umeielekeza kuzungumza na Baba yako wa mbinguni, ukaanza kunena lugha, automatically Mungu Roho Mtakatifu anakupa usemi wa kuzungumza na Mungu moja kwa moja. Ndio maana anasema, kwa maana ninyi hamjui kuomba ipasavyo, lakini Roho wa Mungu hutuombea kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Maana yake hapo ni mtu anaomba moja kwa moja kwa Baba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Lakini ni lugha ya ibilisi au shetani. Naona waganga na wachawi, kuna wakati wao wanakutana wao kwa wao na kuzungumza na mapepo yao, yale majini. Lakini kuna wakati wanakutana na shetani mwenyewe. Kwa hiyo nao wana lugha yao wakikutana wao, na wana lugha yao wanapokutana na baba yao wa ulimwengu wa giza. Waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 14 aya ya 2 inasema hivi: maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Manake unaponena kwa lugha kwa ajili ya kuzungumza na Mungu, ni mambo ya siri kati yako wewe na Mungu. Hata malaika wanaweza wasielewe unachozungumza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Sasa imetupasa kama kanisa kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu wetu, atusaidie kwanza kuweza kuzungumza lugha ya Mungu mwenyewe. Namna gani tutaweza kumwendea Mungu na kuzungumza lugha nzuri ambayo Mungu atatusikia, lugha ya sifa mbele za Mungu? Yohana Mtakatifu inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Sasa tunapomwabudu Mungu katika roho na kweli, ni lazima pia ufahamu kuwa kuna lugha ya rohoni. Ndio maana una uwezo pia wa kumwabudu Mungu katika roho, yani kwa kunena kwa lugha, lakini una uwezo pia kumsifu Mungu katika roho kwa kunena kwa lugha vile vile, ili tukutane na Mungu wetu ambaye ni roho. Na sisi pia pamoja tuna mwili huu, ila mtu halisi ni roho. Kwa hiyo kama mimi ni roho, Mungu wangu ni roho, maana yake lazima tuwe na lugha ya rohoni ya kuwasiliana. Haleluya. Amen. Imetupasa kuiomba hiyo lugha. Amen. Amina. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu, kuanzia leo atatufundisha lugha za rohoni. Sema amen. Amen. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Jambo la kukumbuka, lugha hizi zote pia zinaweza kunenwa kwa namna nyingine. Nitataja tu namna mbili. Ya kwanza kwa namna ya sauti. Ninapozungumza kwa namna ya sauti, kuna sauti ya ndani na kuna sauti ya nje. Haleluya. Sauti ya ndani ndio pale umekaa unajikuta ndani yako unazungumza maneno kabisa. Katika kinywa ukaniona nimefumba kinywa changu sizungumzi chochote, lakini ndani ninazungumza au ninanena kwa lugha. Ila mimi ndio najua kwamba ndani ninazungumza nini au nanena kwa lugha gani. Haleluya. Kwa hiyo hizi lugha zote zinaweza kunenwa kwa njia ya sauti ya ndani au ya nje, ambayo hii kama ninayoinena hapa na mnanisikia. Lakini hii lugha pia inaweza ikanenwa kwa ishara. Napozungumza ishara tunafahamu. Kwa mfano kama wenzetu mabubu huwa wanazungumza kwa ishara na wanaelewana, si ndio? Sasa hata Mungu anaweza akazungumza na sisi kwa ishara. Kwa ishara ya picha mnato au picha mjongeo, kwa namna yoyote ile. Kwa mfano kibinadamu kabisa, kama umeniambia unahitaji kitabu, ukaniuliza
Lawrence, kitabu kiko wapi? Nitakuonyeshea hivi, manake umeshaelewa kwamba nimekwambia kitabu kipo pale au kitabu kile pale. Kanisa nasema haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna ishara ambazo nikizifanya utajua kwamba nimemaanisha nini. Kwa hiyo hata kwa Mungu pia kuna ishara ambayo ukiifanya Mungu anakuelewa unamaanisha nini. Haleluya. Lakini pia lazima na sisi tujifunze kuzijua ishara za Mungu. Unaweza ukapita tu sehemu fulani ukakutana na jambo fulani, alafu baada ya wiki mbili, mwezi, unashangaa unaletewa picha ya sehemu ambayo ulipita ukaona kile, alafu unapata tafsiri ya kumbe Mungu alitaka anifundishe jambo fulani, ila kwa wakati ule hukujua ile ishara ilikuwa inamaanisha nini kwako. Sasa ni lazima umuombe Mungu pale anapozungumza na wewe kwa ishara uweze kuelewa haraka sana, kwa sababu inawezekana ni jambo fulani ambalo unatakiwa ulishughulikie mapema sana. Kwa mfano, nitakupa ushuhuda huu. Mtu mmoja alikuwa na mtoto wake anaumwa hospitalini na ameugua karibia mwezi mzima. Baadaye akapigiwa simu, akaambiwa mwanao yuko vizuri, jiandae sasa uje umchukue. Wakati wanajiandaa pale nyumbani, akatokea nyoka. Yule nyoka alitumwa katika ulimwengu wa giza kama ishara fulani. Sasa kwa sababu yule mzazi wa yule kijana alikuwa hajajua kuzitambua ishara za shetani, ishara za Mungu pia. Maana lazima tujue ishara za huyu tunayepigana naye shetani, na lazima tujue ishara za Mungu pia. Sasa kwa sababu hajajua ishara za kipepo, yule nyoka alitumwa kichawi pale nyumbani, akamuua yule nyoka. Kumbe wakati anamuua yule nyoka, ndio anamuua mtoto wake hospitalini bila yeye kujua, na mtoto alishapona kabisa. Kwa hiyo adui alipeleka nyoka kama ishara ya mtoto wake. Kwa hiyo atakapomuua na mtoto wake kule amemalizika. Manake katika ulimwengu wa roho, mashetani atengeneze mashtaka ya kwamba amemuua mtoto wake yeye mwenyewe. Na hii yote kwa sababu hakujua ishara hii inamaanisha nini. Kwa nini siku ambayo nimeambiwa nikamchukue mtoto wangu hospitalini ameshapona, na kweli alikuwa mzima kabisa, akatumwa nyoka nyumbani kwa yule baba. Alipotumwa yule nyoka, yule mtoto kule akawaga madaktari, alikuwa anapiga nao story, wanacheka. Akamwambia sasa, wakati namsubiri baba, ngoja nikapumzike. Akaenda akalala, akajifunika. Huku nyumbani anatokea nyoka. Yule baba anatoka, anamuua yule nyoka. Anaenda hospitalini, anaambiwa tulikuwa naye sasa hivi rafiki yetu tunapiga naye story hapa, yuko vizuri kabisa, ila amesema ngoja akapumzike kwa sababu naona mnachelewa kuja. Ngoja nikamwamsha. Wanaenda wanamuamsha, wanakuta mtoto alishakufa, alishapoa muda mrefu. Sasa tusipozijua ishara mapema ambazo Mungu anazungumza nasi au hata shetani anazileta kwenye maisha yetu, itakuwa ngumu kumuona Mungu katika maisha yetu, au itakuwa ngumu kuepukana na yale mabaya ambayo ibilisi analeta kwetu. Mungu atusaidie sana. Nasema Mungu atusaidie sana. Haleluya. Simama mahali ulipo, nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu, niko mbele zako, ninakushukuru kwa neno hili ambalo umesema nami kwa habari ya lugha. Asante Yesu, kwa sababu leo nimezitambua kwamba ziko lugha nyingi ambazo ninapaswa kuzifahamu ili niweze kuwasiliana vyema na wewe Mungu, ili niweze kuwasiliana vyema na malaika wako katika jina la Yesu. Bwana, ninakuomba unijalie kuifahamu na kuijua lugha ya rohoni, lugha ya rohoni, kwa sababu hata ibilisi anatumia lugha za rohoni na ishara za rohoni. Kama nisipojua lugha za rohoni, kama nisipojua ishara za rohoni,
itakuwa ngumu kuepukana na yule mwovu. Bwana, nisaidie sasa kukujua sana. Baba, ninaomba unisaidie. Hebu kwa dakika moja nenda omba mbele za Mungu kwa habari ya lugha. Mshukuru Mungu na mwambie Mungu, kuanzia siku ya leo ninahitaji nikufahamu. Nifundishe lugha za malaika. Nifundishe kwa Roho wako Bwana, kwa sababu Roho wa Mungu wewe ni mwalimu. Nifundishe kunena lugha za malaika ili niweze kuzungumza na malaika wangu ambao umewaachilia kwenye maisha yangu, ili niweze kuzungumza na malaika ambao umewaachilia katika madhabahu ya Kingdom Mission, ili niweze kuzungumza na malaika uliowatuma katika kanisa hili la Kingdom Mission, ili niweze kuzungumza na malaika uliowatuma juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu, juu ya biashara yangu, juu ya kazi yangu, juu ya elimu yangu. Kila mahali yuko malaika ambaye Bwana umemtuma kushughulikia jambo fulani katika maisha yangu. Hivyo imenipasa kufahamu lugha zao ili niweze kuzungumza nao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukanisaidie niweze kuzinena hizo lugha, lakini zaidi sana niweze kunena lugha yako Bwana, lugha ya mbinguni, lugha ya mbinguni. Roho Mtakatifu umesema wewe ni Mungu ambaye unatuombea kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho Bwana, nisaidie ninapohitaji kuzungumza na Baba wa mbinguni. Mungu, tunaomba utufundishe lugha za rohoni, lugha za rohoni ambazo tutakuwa tunazungumza nawe Bwana, tutakuwa tunazungumza na mtu mwingine hawezi kuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu uliye hai, tunakushukuru mfalme wa utukufu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Unaweza pigia Yesu makofi na kuregea. Ongeza tena makofi na kwa Yesu. Haleluya.